Safari ya maisha ya Raila Odinga. I come to say goodbye. Where are you going? It's a little trip. Mapema, utoto na mazingira ya kukua. Raila Amolo Odinga alizaliwa Januari 7, 1945 katika hospitali ya kanisa la Anglican Church Missionary Society Hospital huko Maseno katika wilaya ya Kisumu, eneo la Nyanza nchini Kenya. Alikuwa mtoto Jaramogi Oginga Odinga na Mary Juma Odinga. Baba yake Jaramogi alikuwa miongoni mwa viongozi wakubwa wa harakati za uhuru wa Kenya na baadaye akawa makamu wa rais wa kwanza wa Kenya chini ya Rais Jomo Kenyatta. Raila alikuwa ni wa kabila la Luo, kabila ambalo lina umuhimu mkubwa kisiasa na kihistoria nchini Kenya. Kwa upande wa elimu, Raila alienda shule za msingi huko Kisumu Union Primary na Maranda Primary, kisha kupata nafasi ya kuendelea na elimu ya juu. Baada ya hapo alipelekwa kwenda Jerumani Mashariki ambapo aliendelea na masomo yake ya kiufundi. Alihudhuria katika chuo cha Herder Institute kilichopo katika jiji la Leipzig ambacho kilimsaidia kujifunza lugha ya Kijerumani na pia kuelewa masomo ya msingi ya sayansi na teknolojia. Mnamo 1965 Raila alipata udhamini wa kusoma katika Technische Hochschule ya Magdeburg, sasa sehemu ya Otto von Guericke University Magdeburg huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Ujerumani, ambapo alijikita zaidi katika masomo ya mechanical engineering na ujuzi wa welding. Alikamilisha masomo yake mnamo 1970 akipata vyeti vinavyofanana na diploma ambayo huwekwa sawa na shahada ya uzamili yani masters katika muktadha wake. Mapambano ya kisiasa na utesaji. Kiini cha maisha ya kisiasa, Raila Odinga alijikita zaidi katika harakati za kuleta utawala wa vyama vingi nchini Kenya, harakati ambazo zilimleta kwenye hali ngumu za kukabili ukatili wa kisiasa na uhasama wa kisiasa. Mnamo 1982 serikali ya Rais Daniel Arap Moi ilimkabili Raila kwa tuhuma za kumhusisha katika jaribio la mapinduzi dhidi ya utawala wake. Raila alifungwa bila kushtakiwa na kukaa gerezani kwa zaidi ya miaka 6. Baada ya kutolewa kwa kifungo hicho, alikabiliwa na kukamatwa tena mara kadhaa kwa kushinikiza mageuzi ya kisiasa na kupinga mfumo wa chama kimoja nchini Kenya. Mnamo 1991 alipata hofu ya usalama na kutafuta makazi salama, yani political asylum, nchini Norway, ikizingatiwa kwamba hali nchini Kenya ilikuwa hatari kwake kwa sababu ya msukumo wake wa kisiasa. Hata hivyo, mara tu demokrasia iliporuhusiwa tena, yani mfumo wa vyama vingi ulipoanzishwa, Raila alirudi nchini Kenya mnamo mwaka 1992 na kuingia katika siasa rasmi akiwa tayari amepata sifa kubwa ya kuwa kiongozi wa upinzani mwenye mashujaa wa haki za kisiasa. Kuingia katika siasa za sheria, ubunge na serikali. Mnamo 1992 Raila Odinga alichaguliwa mbunge wa Lang'ata huko Nairobi, ambapo alianzia safari yake ya kisiasa rasmi ya kudumu. Katika uchaguzi wa mwaka 1997 Raila Odinga aligombea urais akiwa mgombea wa chama cha National Development Party, lakini hakufanikiwa. Hata hivyo alifanikiwa kuchukua kiti chake cha ubunge tena. Baada ya uchaguzi wa 1997 aliamua kuunga mkono umoja wa kitaifa wa urubani wanaofahamika kama KANU na kupokea wadhifa wa waziri wa nishati mwaka 2001, hatua ambayo ilisababisha NDP kuunganishwa na KANU. Baada ya muundo wa upinzani kuimarika, NDP pamoja na vyama vingine vilifanya mkataba na chama cha ODM, yani Orange Democratic Movement, na upande wa Rais Mwai Kibaki. Kwa upande huo, Raila aliteuliwa hadi kwa waziri wa barabara, majengo na makazi. Katika uchaguzi wa mwaka 2007 Raila Odinga aliwania tena urais kupitia chama cha ODM na matokeo yaliyotolewa yalipingwa na kampeni. Maandalizi ya uchaguzi yalisababisha maandamano makubwa, vurugu za kikabila na migogoro ya kisiasa ambayo iliharibu maisha ya maelfu ya wananchi. Kwa sababu ya mapigano ya kisiasa na mahitaji ya kupunguza mgogoro, mkataba wa utawala wa mseto ulifanywa kati ya Raila na Rais Kibaki ambao ulisababisha uteuzi wake kuwa waziri mkuu wa Kenya katika serikali ya mseto ya mwaka 2018 hadi 2013. Katika kipindi chake cha waziri mkuu, Raila Odinga alijihusisha na sera za mageuzi, kurekebisha mfumo wa nguvu kati ya serikali kuu na kaunti na kushirikiana na vyama vyote ili kulinda amani ya taifa baada ya vurugu zilizotokea. Hatua za kurekebisha katiba na utawala bora. Moja ya mafanikio makubwa Raila Odinga ni mchango wake katika marekebisho ya katiba ya Kenya 2010. New Constitution ya 2010 ilisababisha mageuzi makubwa ya usawa wa mamlaka kati ya serikali kuu na serikali za kaunti, yani devolution, pamoja na kuweka mfumo thabiti wa haki za msingi na uwazi wa vyombo vya utawala. Pia kupitia chama chake cha ODM na vyama washirika, Raila alikuwa na msukumo wa sera za uwajibikaji, uwazi wa utawala na kuchagiza uboreshaji wa tume za uchaguzi na taasisi za udhibiti. Mchango wake pia uliathiri sera za kijamii, maendeleo ya miundombinu na mazungumzo ya usalama wa taifa, hasa katika kipindi aliposhiriki serikali ya mseto. Kifo na urithi wa kisiasa. Wakati wa kifo chake Oktoba 15, 2025, Raila Odinga alikuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Ayurvedic huko Kerala nchini India baada ya kuteswa na shambulio la moyo wakati wa matembezi yake ya asubuhi. Kifo chake kitakuwa ni hasara kubwa kwa siasa za Kenya na bara la Afrika kwa jumla, kwani Raila Odinga aliacha urithi wa
mapambano ya demokrasia, uwajibikaji wa serikali, haki za watu na utawala wa sheria. Aliwekwa kama kielelezo cha mstari wa mbele wa kupigania mageuzi na uwazi wa vyombo vya umma. Katika ukumbusho wake, raia wa Kenya na viongozi duniani wataendelea kumkumbuka si kama mgombea urais pekee, bali kama mtu aliyepigania mabadiliko makubwa ya kisiasa na kijamii, hata wakati alipokabiliwa na uhalifu wa kisiasa, athari kinzani na matatizo mengi ya uongozi. Mungu ailaze roho yake mahali pema. I come to say goodbye. Where are you going? My, it's not a little trip. Wewe ni mfanyabiashara? Kama jibu ni ndio, basi habari njema ni hii. Unahitaji biashara yako ionekane na maelfu ya watu kila siku? Na unahitaji njia rahisi ya kuongeza wateja kwa haraka? BongoSauce tupo kwa ajili yako. Tunakupa nafasi ya kipekee ya kutangaza biashara yako na bidhaa nyingine mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii yenye wafuasi wengi na ushawishi mkubwa mtandaoni. Kupitia BongoSauce, fikia wateja wengi mtandaoni. Tangaza nasi kwa bei nafuu na matokeo utayaona kwa haraka. Wewe mfanyabiashara, pata nafasi ya kuonekana na kufahamika zaidi na biashara yako kukua na kupata wateja wengi mtandaoni. Jiunge na familia ya BongoSauce leo na uongeze wateja wengi kwenye biashara yako. Wasiliana nasi kwa namba ya simu 0747 69 20 64. Barua pepe alphatizben@gmail.com. BongoSauce, sisi ndio wakombozi wa biashara yako. Karibu tukuhudumie na tukuongezee wateja rukuki.